Haleluya, haleluya, haleluya. Atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Mpendwa msikilizaji, karibu katika mkate wa asubuhi. Ni mchungaji Imani Oscar Katana nikikukaribisha katika kipindi hiki cha mkate wa asubuhi siku ya leo. Na tumshukuru Mungu. Wewe ni Mungu mkuu unayestahili sifa na utukufu na heshima. Asante kutupa asubuhi hii njema kama zawadi kwa kila mmoja wetu. Bwana, ninauliza baraka zako za kipekee, uweza wako wenye nguvu uachiliwe kwa ajili ya mtumishi wako anapotoka kwenda kwenye mahitaji yake siku ya leo. Bwana, usimpungukie wala usimwache, bali umpake mafuta yako matakatifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba haya tukiamini, amen. Mpendo wangu, tunaendelea na somo letu, ikiwa leo ni sehemu ya pili, aina 7 za watu wanaoinuliwa na Mungu. Tunasimama na Zaburi ya 75 mstari ule wa 6 na wa 7, ambao unasema, siko mashariki wala magharibi itokako heshima, wala nyikani itokako heshima, bali ndiye Mungu ahukumuye, humdhiri huyu na kumwinua huyu. God is the promoter. Mungu ni Mungu ambaye anapromote, anainua watu. Haleluya. Na humwinua huyu na kumshusha huyu. Na kama Mungu huinua, ndiposa tukaona vyema tuangalie ni aina gani za watu wanaoinuliwa na Mungu. Jana tukaangalia ya kwamba aina ya kwanza ya watu wanaoinuliwa na Mungu ni watu walio wanyenyekevu. Pendwa wangu, hakikisha unakuwa mnyenyekevu mbele za Bwana ili upate kuinuliwa. Yeye huwapinga wenye kiburi, bali huwainua walio wanyenyekevu. Leo tunakwenda kuangalia aina ya pili ya mtu anayeinuliwa na Bwana. Ni mtu mwenye bidii. Ni mtu mwenye bidii. Mtu yeyote anayefanya kwa bidii, huyu mtu lazima ainuliwe na Bwana. Mithali 22 mstari wa 29, neno la Bwana linasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Moja kati ya vitu vitafanya mtu ainuliwe na Mungu ni kufanya kwa bidii na kwa ubora. Jambo lolote ambalo Bwana amekupa kulifanya, fanya kwa bidii. Acha ulegevu, maana kufanya jambo kwa ulegevu ni chanzo cha laana. Neno la Mungu linasema, mtu yeyote mwenye bidii, huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Mpendwa wangu, ongeza bidii ya kuamka mapema, ongeza bidii ya kutafuta maarifa, ongeza bidii ya kuongeza nguvu ya kulifanya hilo unalolifanya, kulifanya kwa bidii zaidi. Neno la Bwana linasema, mtu huyu anayefanya bidii hatasimama mbele ya watu wasio na cheo, atasimama mbele ya wafalme. Basi jiangalie, mtu wa Mungu, ni namna gani unavyokwenda. Ikiwa uko ulegevu ndani yako, ni wakati wa kumwambia Mungu akusaidie. Ni wakati wa kujizoeza, ni wakati wa kuongeza bidii. Ni swala la muda tu. Mtu yeyote anayefanya kwa bidii atasimama mbele ya wafalme, na Mungu atamwinua, Mungu atambariki, Mungu atamsaidia. Maana kawaida ya Mungu hufanya kazi pamoja na wampendao. Kawaida ya Mungu huenda na wanaoenda. Kawaida ya Mungu huwasaidia waliojitia nira pamoja naye. Tumishi wa Mungu, jiangalie maisha yako. Mambo ya kufika ofisini na kukamata simu, mambo ya kuwa kwenye simu muda wote ukicheka na vichekesho mbalimbali, na hakuna unachofanya bidii kwacho, uwe na uhakika ya kwamba unajizuilia mwenyewe kuinuliwa na Mungu. Mungu wetu anapenda wanaofanya kwa bidii, na yeyote afanyaye kwa bidii
huyo lazima atainuliwa na Bwana. Ninakutakia baraka katika siku ya leo. Jichunguze, jiangalie, na Mungu akusaidie katika eneo hili, ili yamkini uweze kutenda kwa bidii na mkono wa Bwana uende pamoja nawe. Mungu wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya msaada wako na nguvu zako. Sante kwa ajili ya damu yako inayonena mema kuliko ile ya Habili. Bwana wa majeshi, kila uzito ulioko ndani ya mtu huyu upate kuuondoa. Kila wazo uliloweka kwenye fahamu na mawazo yake, Bwana ukalihuishe kwa upya, ili mwanao huyu ainuke tena na kuitenda kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninalituma neno lako limponye na limtoe kwenye maangamizi. Bwana, hupendezwi na wavivu, unapendezwa na wafanyao kazi kwa bidii. Tujalie sisi sote, Bwana, kufanya kila utupalo kulifanya kwa bidii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaomba tukiamini. Amen.